lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Ninamshukuru Mungu sana kunipatia fursa hii ya kuwasilisha kwenu masomo ya afya. Na katika mfululizo wetu wa Net Event Njombe mwaka huu, tutajikita zaidi kuziangalia kanuni za afya katika Biblia na namna zinavyoungwa mkono na ushahidi wa kisayansi. Leo tunaanza na somo la kwanza linalosema mtu ni zaidi ya mwili. Hebu mwambie mwenzako, mtu ni zaidi ya mwili. Unajua ni muhimu tukajitambua kwanza sisi ni nani. Katika Biblia tunaambiwa kwamba kuna fungu moja linalotoa jibu la moja kwa moja la mtu ni nani. Waebrania 2:6-7, lakini na Zaburi pia kuna mahali amelizungumzia ili kwamba mwanadamu ni nini hata umkumbuke. Hapo chini anasema umemvika taji ya utukufu na heshima na umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Kwa hiyo utambuzi wa kuwa sisi tumetawazwa juu ya kazi ya mikono ya Mungu inatusaidia kuona kuwa tuna hadhi zaidi ya viumbe wengine. Kwa hiyo mtu si mwili tu, mtu ni mfalme na anayo mengi. Sasa hebu tuende nje ya boksi kidogo, tutafakari kwa kina. Dunia yote na kila kitu unachokiona, iwe ni chupa ya maji, kiwe ni kiti, kiwe ni kiatu chako au mti, hivi vyote ni mkusanyiko wa chembechembe ndogo ndogo 118. Zinaweza zikatokea zikiwa 2 ama zikiwa 3 ama zikiwa 4 kwa mchanganyiko mbalimbali. 92 zinapatikana katika mazingira ya asili, lakini 26 zimetengenezwa maabara na zinaleta jumla ya hizo chembechembe 118. Sasa jambo la ajabu ni kwamba wanasayansi walipotafiti kuangalia muundo wa hizi chembechembe ndogo ndogo ambazo ndizo msingi wa kila kitu unachokiona duniani, waliona chembechembe hizi zimegawanyika katika makundi 7 tu na hakuna zaidi ya hilo. Ukiangalia mchoro wake, chembechembe zilizo katika kundi la kwanza zina mzunguko mmoja. Alafu zilizo katika kundi la pili lina mizunguko miwili. Pale katikati kuna kitu kinaitwa nucleus. Na hiyo mizunguko huwa inabeba vidude vingine vinaitwa electron. Hivyo vidude ndivyo vinavyoamua tabia ya kila kitu unachokiona, hata kama ni rangi, uwezo wa kufanya muunganiko wa kikemikali, ni kutokana na hivyo vidude sasa vidogo vidogo vinavyokuwa vimepangiliwa kwenye hizo ring. Sasa mimi nilipotafakari kuona kwamba tuna chembechembe zilizo katika muundo wa vitu 7 na nyingine zinatofautiana kwa sababu ya namba ya vitu vidogo vidogo, nikashangaa, nikaona uumbaji wa Mungu. Mimi ni Mwadventista msabato na ninaelewa sisi ni watu tunaoamini sana katika sabato. Lakini nimekuja kugundua huwa tunashikilia sana ile sabato ya siku ya 7. Lakini kumbe ule ni muhuri wa Mungu katika wakati. Lakini ukizama ndani kwenye sayansi, unauona muhuri wa Mungu hata katika chembechembe ndogo zinazounda kila kitu kinachofanya ulimwengu. Sasa tuingie kwa mtu. Mtu ameundwa na chembechembe hizo 25 tu. Kati ya chembechembe hizo 118, mwili wa mtu unazo chembechembe 25. 11 ndizo chembechembe ambazo zinachukua sehemu kubwa zaidi, lakini zile nyingine 14 zinazosalia, hizi ni ndogo ndogo, zinapatikana katika kiwango kidogo sana kwenye mwili wa mtu. Na sasa hizi chembechembe zinapatikana wapi? Hizi chembechembe zote zinapatikana ardhini. Bwana Yesu asifiwe. Hizi chembechembe zote zinapatikana ardhini. Sasa kinachotokea ni nini? Miti ndivyo viwanda ambavyo vinatengeneza matofali yanayotokana na mkusanyiko wa chembechembe ndogo ili ziweze kutumika kujenga mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo miti inakusanya carbon,
inakusanya nitrogen, inakusanya oksijeni na inatengeneza mkusanyiko wa chembechembe ambao ndio sasa tukija kwenye chakula tunaita protein, tunaita carbohydrate, tunaita fat. Sasa hizi zinapoingia kwenye mwili wa mtu tumboni mwa mama, hizi ndizo zinazoenda. Sasa kazi ya mama ni kuanza kuorganize zile tissue, organ, kwamba moyo uende wapi, kupitia taarifa zilizohifadhiwa kwenye mbegu zile ambazo zinapokutana zinatengeneza mtu. Kwa hiyo zile mbegu kazi yake ni kutupatia script ambayo itaongoza mkusanyiko wa hizi chembechembe ndogo ndogo ndani ya tumbo la mama ili mtoto afanyike, na hizi zote zinatoka ardhini. Kwa hiyo si Adamu tu aliyeumbwa na udongo, hata sisi tuliokaa hapa tumetoka kwenye udongo. Sasa sayansi inauelezeaje mwili? Sayansi inauelezea mwili kama umbo la nje tu la kiumbe linaloonekana, ambalo linaundwa na viungo mbalimbali, linalomsaidia kiumbe kuishi na kuingiliana na ulimwengu unaoonekana. Katika ulimwengu unaoonekana ndipo kiumbe au mwili wa kiumbe hupata mahitaji ya msingi yanayowezesha kuishi pamoja na hifadhi. Mahitaji haya ni kama hewa, chakula, maji, mwanga na kadhalika. Kwa mujibu wa sayansi, ukosefu wa mahitaji haya hupelekea mwili kufa, na mwili unapokufa uhai wa mwanadamu ukoma. Sasa hebu jiulize wewe mwenyewe, ikiwa haya mahitaji ndiyo pekee yanayoweza kutegemeza uhai wa mwanadamu, kwa nini watu wanakufa wakati kuna mitungi ya oksijeni mingi hospitali? Kwa nini watu wanakufa wakati chakula kipo tele? Kumbe tunakuja kujua kwamba tunahitaji majibu kutoka chanzo cha daraja la juu kuliko sayansi ya mwanadamu. Na hapa ndipo tunaingia kwenye Biblia, ambapo Biblia inatuambia kwamba maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uweze kuwa na uwezo wa kuenenda vizuri katika mwili, lazima ujue hicho ambacho ni zaidi ya chakula na ni zaidi ya mavazi ya mwili. Na Biblia inatuambia Wakorintho wa kwanza 15:47 kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo kutoka ardhini. Sasa hapa kuna siri kubwa sana. Kati ya nadharia zote zinazoendelezea chimbuko la mwanadamu, hakuna nadharia hata moja ambayo ina ushahidi wa kujitosheleza kisayansi isipokuwa nadharia ya kwamba mtu aliumbwa kwa udongo. Kwa sababu mwili wa mwanadamu ulipopelekwa maabara, ulipochunguzwa, ikaonekana kila chembe chembe inayounda mwili wa mwanadamu inatoka ardhini kama tulivyoona hapo mwanzo. Lakini hii inafichwa ili kupunguza uwezekano wa watu kuiamini Biblia. Sasa ndiyo maana zikaletwa dhana za uibukaji na zikaletwa dhana za mlipuko. Na nilipochunguza, kwa sababu katika sayansi tumekuwa tukisoma na historia pia ya sayansi, ninatambua mchango wa tawa fulani wa kanisa la Katoliki katika mageuzi kwenye biolojia. Kwa mfano, Father Gregory Mendel, huyu ndiye baba wa genetic duniani. Alikuwa ni Catholic priest, alikuwa ni padri. Lakini yule aliyeleta dhana ya kwamba ulimwengu umetokana na mlipuko, Big Bang Theory, naye alikuwa ni padri pia, alikuwa ni kiongozi wa dini, na baadaye alipewa Nobel Prize na akafanywa kuwa mkuu wa chuo cha kisayansi cha Vatican. Hiyo unaweza ukagoogle tu, information ziko wazi. Anaitwa the father of Big Bang Theory. Utamwona anaitwa George Lemaitre. Alikuwa ni mwanasayansi maarufu sana nyakati za miaka 1920 kitu. Lakini sio huyo tu. Huyu aliyeleta nadharia ya evolution ama uibukaji alikuwa ni Charles Darwin. Ukifuatilia historia yake, mwanzoni wanaeleza kana kwamba huyu mtu hakuwa anaamini sana kuhusu Mungu. Lakini fuatilia mwisho wa maisha ya Charles Darwin, pamoja na kwamba hakuikana nadharia yake na hakuongoka ili awe muamini wa Ukristo, Charles Darwin amezikwa kanisani. Huko mpaka hapo Google burial kwamba Charles Darwin alizikwa wapi. Amezikwa kanisani, na kanisa ambalo lilimpokea na kumzika wanamuita ni 1.5. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe hata machafuko katika ulimwengu wa sayansi yanayowafanya watu watoke kwenye imani kwa Mungu, chimbuko lake ni moja. Nadhani Waadventista mnajua sana
kuhusu hiyo machafuko. Sasa tuendelee. Mwili wa Adam ulipokamilika kuumbwa, oksijeni ilikuwepo, lakini haikuweza kumfanya hawe hai. Ni mpaka Mungu alipofanya kitu fulani. Mungu alipulizia pumzi ambayo ilimpa uzima. Sasa Biblia inatofautisha pumzi na uzima, na inatuelezea hapo kwamba Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote katika Matendo 17, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa hiyo huu ndio msingi wa kanuni zote za afya, kwamba chakula hakitoshi, mazoezi hayatoshi, lakini tukianza kutambua kwamba sisi tunatoka kwa Mungu na tumeumbwa na Mungu, hiyo inatusaidia. Tunapofanya mazoezi tutafanya kwa utukufu wa Mungu, tunapokula chakula tutakula kwa utukufu wa Mungu. Sasa hapa napo nikapata swali lingine, kama Mungu hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya watu, yeye anakaa katika hekalu gani? Nikatafakari nikajua bila shaka hili litakuwa ni hekalu ambalo amelifanya yeye mwenyewe kwa mikono yake, na Biblia inatuambia hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na nani? Na Mungu, na wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ukiona fungu limerudiwa kwenye Biblia, ujue hili jambo ni la msingi na linasisitizwa ili mwanadamu akumbuke. Petro wa kwanza 2:5 anasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili muwe nyumba ya Roho. Kwa hiyo ninaposema mtu ni zaidi ya mwili, hapa ndipo ninakuja kwenye kiini cha somo langu, kwamba mtu ni nyumba ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sharti upatane na Roho Mtakatifu ili uweze kuishi katika maisha yenye afya bora. Kanuni ya msingi ni kutambua kwamba mtu ni mali ya Mungu, ameumbwa awe hekalu la Roho Mtakatifu, na uwezi kuishi katika ukamilifu bila kupatana na Mungu na neno lake. Kwa hiyo ili ufanikiwe na kuwa na afya yako, kinachofanyika katika mwili sharti kipatane na Roho Mtakatifu. Roho ni mamlaka ya juu kuliko mwili, na ndio inayotawala mwili na kuupa uzima. Yesu mwenyewe alisema roho ndio itiayo uzima, mwili haufanyi nini? Haufai kitu. Na tunaambiwa mpenzi, na kuomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanya nini? Maana yake huwezi kuwa na afya, yaani afya yako itafanana na roho yako. Kwa hiyo kama ni kuwa na afya kama roho inavyofanikiwa, maana yake roho ikifanikiwa ndivyo unakuwa na nini? Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni kumtambua Mungu kama mmiliki wetu, na ni kumtegemea Mungu kwa kila tunachokifanya. Hata vile tunavyodhani ndivyo vinavyotupatia uzima, kama chakula, kama maji, kama hewa safi na kama mazoezi. Na Wagalatia anazidi kutisisitiza kwamba tupande kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kila tunalotenda, kanuni zote tunazofanya katika afya zetu, lazima tuanze kwa Mungu na tuanze na imani. Huko zamani sayansi ilikuwa inakataa sana mambo ya kiroho na uwepo wa Mungu, na ndio maana tafsiri ya Shirika la Afya Duniani kuhusu afya inasema kwamba afya ni ulinganifu wa kimwili, kiakili na kijamii. Lakini tafiti nyingi zilizofuata zilionyesha kuna athari za kiafya zinazotokana na hali ya kiroho ya mtu, na ndipo jarida la Medical News Today likachapisha kwamba afya ya kiroho pia ni msingi wa kumfanya mtu aweze kuwa na ustawi mzuri katika afya yake. Kwa hiyo mimi nakwambia afya ni ukamilifu kiroho kwanza, ndipo itakuja kimwili, itakuja kiakili na itakuja kijamii. Kwa hiyo leo kama utasahau mambo yote, elewa tu kwamba wewe ni udongo, lakini umeumbwa kwa namna ya ajabu, na huu ukweli una uthibitisho kisayansi. Mpangilio wenye mantiki ulio ndani ya mwili unadai uwepo wa Mungu aliyeubuni. Mungu ndiye fundi stadi wetu, na tumeona muhuri wake katika chembechembe 118 zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani, kwamba hata chembechembe hizi zimegawanyika katika makundi 7 tu, na hauwezi kuongeza lolote. Kanuni zote za afya sharti zikubaliane na kile alichosema Mungu, kwani miili hii si mali yetu wenyewe, na Mungu ndiye anayemiliki uhai wetu. Chochote tunachofundisha hapa
ni kwa ajili ya tumaini la baraka ambalo ni uzima wa milele. Kwa hiyo tunarejesha mamlaka ya Biblia katika maisha ya mwanadamu kwenye nyanja zote ikiwemo afya, maana neno ndiyo uzima. Tutatoa ushahidi zaidi ya huu tuliotoa leo wa kisayansi kwa kila kitu ambacho Biblia imesema juu ya afya zetu, juu ya chakula chetu na kadhalika. Lengo kuu ni nini? Ili kila tunachofanya kama wanadamu, iwe ni kula, iwe ni kunywa, tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili nasi tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo. Siku ya kesho tutajifunza somo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo tumetambua mtu ni zaidi ya mwili. Mtu ni mali ya Mungu. Alitawazwa juu ya kazi zote za Mungu na mtu ni mfalme. Basi kesho tutaenda kukiangalia chakula cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitawaacha na swali. Bahati mbaya hapa alionekani, lakini niwaulize tu swali hili. Najua utatengeneza picha mwenyewe kichwani kwamba mkimbiaji maarufu kuliko wote duniani anaitwa Usain Bolt. Na huyu ni Mjamaika na spidi yake ni kilomita 44.72 kwa saa. Lakini cheetah ndiye mnyama mwenye kasi zaidi duniani. Yeye anakimbia umbali wa kilomita 110 mpaka 120 kwa saa. Na anaweza akaongeza spidi yake kutoka 0 mpaka 60 ndani ya sekunde 3. Sasa ninataka niulize, kati ya hawa wawili, huyu mkimbiaji na huyu cheetah, nani mwenye kasi zaidi? Usikose kesho tutapata jibu nani ana kasi zaidi. Mungu awabariki sana. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Kaka Joseph. Naam. Ninafurahi kujua maisha ni zaidi ya chakula na mavazi. Maisha ni zaidi ya chakula na mavazi. Una maana gani? Na maana kwamba hata nisipokula sana